Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Awali yote nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nichukue nafasi hii kukupongeza wewe Mheshimiwa Naibu Spika pamoja na Spika na Mheshimiwa wabunge wote kwa mapokezi mazuri ambayo tumeyapata jana, mimi pamoja na wenzangu. Kwa kweli tumefarajika sana. Lakini pia nilete salamu kutoka wenzangu wajumbe Baraza la Wawakilishi ambao sisi kwa ujumla watano tuko hapa kuliwakilisha Baraza la Wawakilishi, na niahidi kwa niaba ya wenzangu tutajitahidi katika kuzishauri serikali zetu na kutimiza malengo. Baada hapo niende moja kwa moja katika mchango wangu ambao nahisi pia utatusaidia. Mheshimiwa Naibu Spika, hapo ukiangalia kiongozi wetu ambaye anasimamia serikali ni Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na tunaweza tukasema kwamba waziri mkuu ni sawa na moyo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu moyo unachukua damu safi na chafu inapita pale moja kwa moja ili mwili uweze kusimama. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, wewe ni kiongozi wetu, lakini pia katika kuishauri serikali, lakini pia ni moyo wa serikali na sisi pia kwa ujumla katika kufikisha ujumbe wetu sisi kwako wewe. Kwa hiyo nimesikia jana katika hotuba yako na wajumbe wengi wa bunge wamekupongeza katika ziara ambazo umezifanya katika mikoa mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Muungano au katika upande wa Tanzania bara. Lakini seme tu Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuishauri au kumshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunaposema kwamba tuna muungano wetu, na muungano wetu kweli ni muungano wa kipekee duniani, hakuna popote. Ukiangalia ukienda kokote kusema muungano huu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upo wapi? Ni huko kwetu, hata katika bara la Afrika. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, na sisi kwa upande wa Zanzibar, hata ukiangalia katiba katika nyongeza ya kwanza ukurasa 128 kuna maeneo mengi tu ambayo yanakugusa moja kwa moja kwa upande wako. Kwa hiyo ningependa kukushauri pia katika ziara zako utapozifanya, si vibaya basi ukajipangia siku ukipata na sisi kule Zanzibar. Yapo maeneo nahisi tutaweza kuunganisha nguvu zetu kwa pamoja. Na katika hili hakuna mtu atakayesema kwamba sijui tunaingilia mamlaka ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hakuna. Sisi muungano wetu ni wa serikali, ni wa kipekee. Wengine huzungumza ni muungano wa kisiasa, lakini muungano huu ni wananchi. Na tunaujua kabisa. Mtu akisema muungano huu maana yake sijui uko hivyo vile, naona wakati mwingine mtu anateleza tu. Ukienda kule Kigoma, ukipita Kagera, ukija Lindi, Mtwara, ukienda mpaka Tanga, tunajijua sisi. Kwa hiyo sisi tutafurahi Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ziara zako utapata basi ukapita katika visiwa vyetu Unguja na Pemba. Na hasa leo wengi nimemsikia Mheshimiwa mbunge leo waelezo wakiuliza masuala ya utalii. Utalii haujatajwa katika mambo ya muungano. Lakini katika kila siku ya maisha yetu Wazanzibari na ndugu zetu Tanzania bara unatugusa. Ni muhimu sana, ni biashara kubwa sana. Na katika mnasaba na huo ningependa kuishauri serikali ya Jamhuri, tumekuwa kwa muda mrefu sasa hivi. Naomba nieleweke mchango wangu na kwenda kwa ujumla, sitakwenda katika masuala ya bajeti kwa sababu bado sijajifunza vitu vingi, lakini naamini uko mbele nitakwenda. Nikirudi kwenye hoja, utalii wetu tukiangalia kwa miaka mingi tunazungumza kuhusu kaskazini Northern Circuit, visiwa vya Zanzibar. Lakini nimekaa na dadangu hapa nilikuwa nampongeza kuhusu how beautiful is the Western Rift Valley. Kigoma, ukienda kule Mwamgongo kwenye ziwa Tanganyika, ukienda mule una karibia mita 1400, maji yake meupe mazuri kabisa. Ukija huku chini mpaka Kagera, Katavi na Rukwa, bado tumepaacha, tunategemea maeneo yale kila siku. Kwa mimi naishauri serikali, wala sitasubiri wizara yenye dhamana moja, hapana. Huu ni katika dira ya nchi yetu, na ofisi ya Waziri Mkuu ni katika ofisi moja muhimu sana. Na naishauri serikali tuanze wigo tufungue Western Rift Valley. Sisi kwa upande wa visiwa vya Unguja na Pemba tayari Rais Mwinyi amejipanga katika kuifungua Pemba. Pemba ikifunguka, tukifungua na Tanga, tukija na Saadani upande wa huku tukajenga marina nzuri, tunashuka zetu moja kwa moja mpaka Lindi na Mtwara. Kwa hiyo cost yote hii lazima tutakuwa tunaendeleza hasa katika kusaidia vijana wetu
na kujenga ajira mpya, kuzalisha ajira mpya, lakini pia kujenga uchumi uliokuwa imara na kutegemea utalii wetu. Sambamba na hilo, tumezungumza kuhusu dira ya nchi yetu ya 2050 na kwenda huko mbele. Lakini ukiangalia kwa undani elimu yetu lazima tuiangalie kwa undani sana. Lazima elimu yetu tuiunganishe na hali halisi ya kila mwaka nchi dunia inapokwenda. Hili linalozungumzwa swala la artificial intelligence AI lipo kweli. Kwa uhakika by 2050 mawazo tunayozungumza hapa sasa hivi sisi hayatakuwa yamefanana kabisa tukifika 2050. Aina fikra, mtazamo, ushauri kwa jambo lolote. Kwa lazima elimu yetu tunachokizungumza sisi hapa kama wabunge katika kuishauri serikali, lazima tuiunganishe na elimu yetu. Wananchi wetu, vijana wetu, watoto wetu wanakwenda kwa kasi mno, hatuwezi kuwafikia. Kwa hiyo nachoomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapo review katika mpango mzima wa nchi yetu tunapotaka kwenda navyo, basi tuangalie kwa undani. Lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kule Rais Mwinyi amekazana sana katika kuboresha miundombinu ya Zanzibar. Tunajua kwamba serikali ya Jamhuri inatujengea barabara kutoka Tunguu kuelekea upande wa Makunduchi pamoja na Pemba. Si vibaya pale panapotokezea, mfano kisiwa cha Unguja ni kilomita 90 by kilomita 54. Kila jamhuri ikiongeza nguvu ya kifedha kuboresha miundombinu ya visiwa vyetu, Wazanzibari watazidi kuupenda muungano wetu. Ni pala padogo sana, lakini pana umuhimu wake. Mwisho nimalizie, Mheshimiwa Naibu Spika, nahisi katika kulishauri bunge letu. Jana wakati natoka usiku nikamuuliza mwenzangu, hebu nipeleke pahala ambapo nataka nikaone. Najua kuna mikahawa mingi, lakini ningependa sisi kama viongozi, sijui kama kuna mpango huo, lakini ningependa kuona tuna bunge social club yetu wenyewe, ambapo tukienda tunapata stara zetu, kama kupigana vijembe au kupigana shoti, tunapigana huko tunamalizana. Hakuna haja ya kuingia mitaani. Lakini pia kwa nini tusiwe na bendi yetu ya muziki ya bunge? Kuna wasanii wengi sana. Nimefanya research, nimeangalia Iceland, Uingereza, wana bendi yao. Mwana FA anakuwa mwimbaji, yule Babtale meneja, pengine naibu spika una kipaji chako hatukijui, waziri mkuu pengine siku moja nao kapita. Tuanzeni bendi yetu na sisi tutakuwa tunatoka wakati mwingine tunapeleka, tunaimba nyimbo ambazo zitajenga uzalendo, lakini pia nyimbo za kusherekea. Hakuna ubaya, tunene na muda. Vijana wanasema na sisi tuungane nao. Kwa hiyo na bendi yetu sisi ya bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Naomba tena kwa niaba ya wale wabunge watano wenzangu tulokuja hapa, tunakushukuru sana kwa mapokezi mazuri. Naunga mkono hoja 100% juu ya 100. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Simaye kwa mchango wako mzuri. Nadhani mwana FA huko alikuwa amesikia ujumbe wako. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.